ili swala mpaka linafika hapa na mpaka sasa hivi tunazungumza hivi. Simba they are happy kwa chochote ambacho kitatokea. Kwa sababu kwanza wenyewe kutoka siku ile bodi ya ligi waliahirisha mechi, waliufungua moyo kwamba mechi ikipangwa siku yoyote ile sisi tunaweza tukacheza. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ulitegemea kwamba muda wowote kama mechi itapangwa Simba watakuwa happy tu. Yaani haijalishi mechi itachezwa mwishoni mwa ligi au katikati ya mwa hizi mechi ambazo zitakuwa zimebaki. Na ulikuwa ukiliangalia hili swala kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni Yanga na bodi ya ligi. Simba alikuwa anakaa pembeni. Hapo mimi naomba niulize. Hivi walisema wachezi mechi mpaka waliofanya ule uhuni waadhibiwe? Nani hao walisema? Simba. Ndio walisema kwenye taarifa yao ya awali. Tuirudie ile taarifa. Nakumbuka kama kuna kipengele kama hicho kwamba mpaka waliofanya ule uhuni waadhibiwe, si ndio? Achana tuna magoli. Kwani na wao kwenye barua yao ilikuwa nasemaje? Sasa natamani kujua kama ishaadhibiwa wale waliofanya ule uhuni. Simba watakuwa labda wanasubiri sasa hiyo uhuni ripoti ambayo wa kuwazuia kufanya mazoezi. Ulikuwa ni uhuni ule. Si kanuni. Kwani si kitu si against kanuni. Kama kitu kimefanyika against kanuni si uhuni. Lakini wewe ukifika unakuja Wasafi unataka kuingia hauna appointment na mtu yoyote. Husio uhuni. Kwenye ule waraka wa Simba kama ulivyosema George Job, ile paragraph ya mwisho kabisa ambayo ilikuwa ni ya 4 inasema kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Hebu soma hiyo paragraph ya mwisho. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo. Anzia kidogo. Kwani waraka ni mrefu, hebu usome tu wote. Taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Sawa. Kwa mujibu wa kanuni namba 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni kwa haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda uliotarajiwa mchezo husika kufanyika. Kwa makusudi Simba imenyimwa haki hiyo licha kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika. Mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda. Kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Mambo kwa ushahidi, unaona bwana. Sasa paragrafu ya mwisho hiyo. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili.